Nadhani utakuwa umetazama kipindi kilichopita, tulijaribu kudodosa vitu tofauti tofauti ambavyo vilikuwa vimetokea kwenye game zilizopita, na zaidi game ya Simba wakiwa ugenini dhidi ya timu ya AC Vita ya Kongo pale Kinshasa DRC ya Motena Ngai Bangi Singa na Boza Bampio Bibi Babino Sogona. Ya najaribu kudodosa kidogo Kilingala nikikumbushia yale ambayo yaliyotokea kule. Habari wanazo. Hivyo ndio ambavyo siku zote sisi tunasema tutaki nini sisi vijana wa Msimbazi tusipate, na tunapata kwa wakati vile ambavyo tunavyotaka, na kila dedication na kila ujumbe ambao tunajaribu kutengeneza basi huwa unakaa vile tunavyotaka sisi. Do or die, war and die, kipi ambacho unakitaka kisiwepo. Upcoming updates sina, lakini natumai pia tutakuwa nazo soon tu, kwa sababu zile tarehe zetu za mambo yetu yale ndo kama zinakaribia hivi, na mara nyingi Msimbazi wao huwa wapendi sana kuviweka vitu haraka haraka. Time inapoibuka tu wao wanaweka tu. So hiyo ilikuwa sio mada, lakini kubwa zaidi tuende tukaangalia vitu gani ambavyo unatakiwa kuviongelea leo, na ni vitu ambavyo mimi natamani na mashabiki wengine pia wanatamani, na kama havitakuwepo katika listi yangu hapa, basi nao utakuwa na nafasi ya kutoa listi yako ya vitu ambavyo unavitamani kwenye section box hapo ya maoni, na usisahau pia kusubscribe, kushare, kulike. Utakuwa umefanya vizuri sana, kwa sababu hapa ndio sehemu pekee ambapo tunakaa mashabiki wa Msimbazi na tukajadiliana. Yes, twende tukaangalia kitu cha kwanza. Mimi kama shabiki nimejaribu kuangalia changamoto ambazo nimezipata. Mwezi huu nilikuwa nafikiri ni Mapinduzi, nilikuwa nimenunua jezi, lakini ile jezi ilikuwa bahati mbaya au bahati nzuri niseme, ilikuwa ni original kabisa ya Msimbazi. Lakini changamoto ambayo nilikuwa nayo, nilikuwa natamani sana nipate jezi ambayo ina jina la mchezaji kwenye jezi yangu. So nilifanikiwa kununua jezi, lakini changamoto ndio ilikuwa hiyo. Kwa hiyo mimi kama shabiki natamani sana kuona kwamba Simba pamoja na kwamba wanafanya biashara ya jezi, lakini ziwepo jezi ambazo zitakuwa jezi za aina mbili. Jezi ya kwanza ni jezi ambazo zitakuwa tayari imeshaandikwa majina ya wachezaji, na jezi ya pili itakuwa ni ile jezi ambayo wewe ukitaka kuandika jina lako unaweza kuandika, au ukitaka kuandika chochote unachotaka unaweza kuandika, kwa sababu mara nyingi sisi mashabiki huwa tunakuwa tuna mapenzi na wachezaji. So ukiwepo na option ya kuwepo na jezi ambazo zitakuwa zimeshaandikwa tayari majina ya wachezaji, hiyo pia itatusaidia sisi kuonyesha mapenzi yetu kwao. Lakini pamoja na hivyo pia kama tunavyoona wenzetu wachezaji wa Ulaya kule au timu za Ulaya, mara nyingi zinaposajili hata mchezaji mpya, wao wanajiandaa sasa kwenye mauzo ya jezi, kwa sababu wanakuwa wameshazichapisha kabisa jezi zao za majina. Kwa hiyo sio mbali tu kwamba itatengeneza ukaribu na mashabiki kupitia hizo jezi, mashabiki na wachezaji, lakini pia itakuwa ni njia ya option ya haraka pia, na ni nzuri kwa timu kujipatia kipato kupitia jezi ambazo zitakuwa zina majina ya washabiki. Kwa hiyo nashauri kama shabiki mwingine tu au kama shabiki nashauri kwamba kwa wale ambao watakuwa wamepewa tenda, au kama ni klabu itakuwa inasimamia jezi za Simba, basi itakuwa ni vizuri sana kama wataziandika majina ya wachezaji na zingine zisiwe na majina ya wachezaji. Hilo litakuwa jambo zuri sana, kwa sababu hivyo ni watu wengi sana wanatamani, sio mimi tu, kwa sababu nimeona mimi kadhia ambayo nimeipata, na nafikiri watu wengi wameshakutana nayo hiyo. Wakati mwingine watu wanataka kununua jezi, lakini wakitaka kuandika majina wanaona inasumbua. Kwa hiyo watu wengine wanakuwa naacha, watu wengine wenye roho ngumu kama sisi ndio tunanunua hivi. Kwa hiyo nafikiri hiyo ni option nzuri sana. Klabu kama klabu angalia option ya kuandika jezi majina, itakuwa vizuri sana. Kitu cha pili ambacho mimi natamani sana kuona, kwa sababu mashabiki sisi ni watu ambao tunakaa nyuma ya timu, au wakati mwingine unaweza kusema tunakaa mbele ya timu, kwa sababu sisi ndio ambao tunatakiwa tuwe tuna mapenzi zaidi kwenye timu yetu, ili kujenga ukaribu sometimes na viongozi au na wachezaji. Mimi kama shabiki
Kuna kipindi Simba walikuwa wameanzisha talk show, sijui niite talk show, lakini ambayo ilikuwa kama wachezaji wanaongea, wanataniana. Ile sio kwamba tu ilikuwa inawafurahisha tu wale wachezaji kuongea, lakini pia upande wa mashabiki, sisi kama mashabiki huwa tunapenda sana kusikia baadhi ya vitu kutoka kwa wachezaji. Kama unavyojua kwenye maandalizi ya timu kunakuwa na mambo mengi sana, hususan maandalizi kuna mechi hapo kuna mechi za ligi, kuna mechi za kimataifa hizi ambazo tunazoshiriki klabu bingwa. Sisi tungetamani pia kupata story tofauti kupitia wachezaji wanapokuwa wanaongea kwenye zile talk show, baadhi ya changamoto ambazo wanakutana nazo aidha wakiwa kwenye kambi au wanapotoka nje ya nchi kwenda kushiriki kwenye zile ligi ya hasa kombe la Afrika wanapoenda kushiriki. Kwa hiyo talk show zaidi kwenye maisha ya wachezaji na klabu, wanapokuwa kwenye klabu wao wanafanya vitu gani, utani, story za aina tofauti. Nafikiri hilo litakuwa jambo zuri sana, na sisi nitatufanya pia tuendelee kuwa interacted na social media za klabu, kwa sababu ili tuifanye zile social media ziwe klabu ili tuzifanye analytics za mitandao yetu ya kijamii zipande, tunahitaji sana mwingiliano kati ya mashabiki na klabu. Na je, tunapata mwingiliano vipi? Mfano hizi talk show wataporekodi, wao wanaweza kaziweka kwenye mitandao yao ya kijamii. Mfano unaweza kutuwekea kwenye YouTube, kupitia YouTube, manake kama klabu tutaongeza fan base, nambari ya fan base pia, kwa sababu YouTube ni sehemu ambayo inafanya biashara. Kupitia sisi pia klabu itaweza kupata pesa kupitia kwenye hizi social media. Kama unavyojua YouTube saizi kila unapokuwa na viewers wengi na subscriber wengi, mapato yale yanakuwa yanazidi kuongezeka. Kwa hiyo kama Simba watabuni aina ya talk show ambazo zitakuwa zinawekwa kwenye hii mitandao ya kijamii, natumai mbeleni tutakuwa tuna impact moja kubwa sana ambayo kama klabu wataweza kujitengenezea pesa kupitia kwenye mitandao ya kijamii na vitu kama hivyo. Lakini mbali na hivyo pia hata kwenye website pia tunaweza kufanya ni sehemu ambako tunaweza kupeleka taarifa ngumu hadi stories, kwa sababu website pia ni eneo ambalo muhimu sana kuweka taarifa. Ukiachana na mitandao ya kijamii, tunaweza kuweka taarifa fupi kwenye mitandao ya kijamii, lakini zaidi mtu akatembelea kwenye website kwa ajili ya kupata taarifa kwa undani zaidi. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo mimi natamani kama mshabiki klabu ya Simba angefanya. Na ziada tu niseme kwamba kwenye Instagram sisi tunaenda vizuri sana. Talk show hizi sio kwamba tu zitasababisha kwamba zitaleta sana ushabiki tu, kwamba mashabiki kupata stori za wachezaji. Pamoja na hivyo pia kutakuwa na faida nyingi sana. Ukiangalia kama tutaweza kuweka YouTube zile talk show, tukatengeneza series ya show yetu ya Simba wanapofanya mazoezi, wakitoka kufanya mazoezi wanaenda kufanya nini, yani ile collection ya maisha yao wanayafanya wakiwa ndani ya kambi. Nafikiri itakuwa ni njia nzuri sana, itakuwa ni option ambayo nzuri sana ya klabu uweze kujipatia mapato, kwa sababu Instagram kama tunavyojua kuna option siku hizi ya monetization ambayo unaweza kupata pesa kupitia ile badge. Kama mfano unapofanya live tunaweza kujipatia kipato pia kule, kwa sababu tuna analytics zetu kule zinapanda siku hadi siku. Lakini mbali na hivyo pia tunaweza kuweka talk show hizo pia kwenye YouTube nako kuna AdSense. Kwa hiyo tunaweza kujipatia kipato vizuri sana kama klabu, kama tutajikita pia kwenye hilo jambo, kubuni vitu gani ambavyo wanatakiwa kuvifanya, yani zile talk show ambazo tulikuwa tunazifanya kama tulivyokuwa tunafanya mwanzo. Nafikiri itakuwa ni option ambayo ni nzuri sana kwa klabu, kwa sababu kupata pesa kupitia hizi social media ni jambo zuri. Sio kwamba tunafanya tu tujulikane, lakini sasa hizi social media it's all about a business. Kwa hiyo tunaweza kujiingizia pesa kupitia vitu kama hivi. Hata kwenye YouTube pia tuna response ya mashabiki kufollow account ya mtandao wa YouTube, Facebook,
ni kubwa sana. Facebook pia kuna kitu kinaitwa Creator Studio. Nako pia wanaweka matangazo siku hizi. Ukiweza kutengeneza show mfano kama hizo za Simba vile clip ukiziweka kule, nafikiri itakuwa ni option nzuri ambayo pia tunaweza kujiingizia kipato. Kwa hiyo ukiachana na kutegemea uuzaji wa jazz na vitu vingine tofauti tofauti kwenye social media huko, kama tutajikita kama club, tunaweza kupata vitu tukapata pesa sisi wenyewe tukashangaa, kwa sababu watu bado wana mapenzi yale na club. Kwa hiyo nashauri kama kitengo cha habari na sijui niseme na uenezi kijaribu kuangalia hivyo vitu na kuweza kuvitengenezea script, mwongozo mzuri, ili waweze kufanyia hivyo vitu. Vitakuwa na faida sio kwa sasa, hata kwa baadaye, lakini kwa ranki ambayo imefikia klabu ya Simba, tukianza kufanya hivyo vitu, basi nafikiri kila baada ya muda tutaona mapato tunaingiza kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo mitandao ya kijamii itatumika sio kwamba tu kutangaza habari zetu tu, lakini itakuwa ni sehemu ambayo klabu inaweza kutengeneza mapato linapokuja swala la social media. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana. Kitu cha tatu ambacho mimi nakitamani sana kutoka kwa timu yangu ya Msimbazi ni kwamba wote tunajua kwamba zamani hivi vilabu vikubwa vikongwe viwili vimekuwa vikipigwa sana linapokuja swala la uuzaji wa vifaa vyake. Wao wakitengeneza jazz, basi kunakuwa na Pirate pembeni ambao na wao wanatengeneza jazz. Wakati mwingine inawezekana walikuwa wanatokea watu ndani ya klabu mle, kwa sababu we kama unaenda Kariakoo unaona jazz fake zimemwagwa zinauzwa kama njugu. Wewe ni mfanyakazi wa klabu na umepita pale umeziona, kwa nini usichukue hatua ya kwenda kuwashtaki wale watu? Kwa sababu wanaipunguzia klabu mapato. Kwa hiyo hakuna ambaye alikuwa anajali kwenye hilo jambo. Lakini kwa saizi tulipofikia, kwa sababu natumai mkurugenzi wa bodi ya Simba Mo Dewji, yeye ni mfanyabiashara na natamani kuiona Simba pale ilipo ikiendelea zaidi katika mauzo ya vitu vyake. Kwa hiyo ni muhimu sana kwenye swala la uuzaji wa hivi vifaa, mfano jazz na vitu vingine uwekwe mkazo ambao ni mkubwa sana. Simba sio kwamba ina mashabiki wa Dar es Salaam tu, lakini Simba ina mashabiki mpaka wa nje, na kila mtu pia anataka kupata product za Simba original. Lakini wakati mwingine wakienda kwenye hii michezo kununua jezi, mtu anaogopa mtu mwingine kununua jezi kwa sababu hataki kununua jezi fake. Mtu mwingine hajui kama hii ni original, hii ni fake. Wote akiziona tu anaona zote ni zipo sawa. Kwa hiyo kwa saizi mmeshaanza kutengeneza mipango mizuri ya kujua kwamba baadhi ya mashabiki wapi ambao wanaweza kupata jezi original. Mara nyingi mashabiki ni ngumu sana kufahamu kwamba hiki kitu original, hiki kitu fake. Kwa hiyo pamoja na kuwekwa na vituo vya kufanyia mauzo hizi jezi, lakini option ya pili ambayo nafikiri tuifanye kuwepo na online shopping kama ilivyokuwa kwenye website tofauti ambazo zinafanya manunuzi kwenye mitandao. Kwenye zile website tofauti ambazo zipo Tanzania tunaweza kuweka kwa ajili ya kufanya purchase. Shabiki akitaka kujua jezi original anaweza kaingia kwenye website gani akapata zile jezi. Au website ya klabu pia tunaweza kuiwekea panel ya e-commerce. Shabiki anataka jezi original ya mchezaji anaweza kainunua moja kwa moja kutoka kwenye website ya klabu, akalipa pesa zikaingia benki na hizi local money. Kwa hiyo inaweza kuwa ni rahisi zaidi kwa klabu pia kujipatia pesa ambazo kwa hali ya kawaida wasingezipata. Saizi kila mtu bidhaa saizi anapata kupitia simu. Kama watu wanaweza kununua bidhaa kutoka China, kutoka Marekani, kutoka Spain, kutoka wapi, hawezi kushindwa kununua jezi kutoka Dar es Salaam zikampata mpaka alipo. Kubwa zaidi tu kuwepo na uharaka inapotokea mtu amelipia jezi yake amenunua. Kwa hiyo tarehe zile ambazo za kutuma mzigo mtu awe anazipata kwa wakati tu. Kama wataenda kwa namna hiyo,
nafikiri watu wengi watakuwa interacted au watakuwa wananunua jezi kupitia kwenye mitandao hii, mbali na ile ambayo mfano kama watu wengine wa mbali huko hawezi kupata jezi mpaka siku klabu ifike labda huko, na kuna sehemu zingine klabu haiwezi kwenda, inawezekana inaishia mjini. Kwa hiyo ni vizuri sana tukatengeneza online store ambayo itaweza kutusaidia sisi mashabiki kununua jezi, na ni njia pia nyingine hiyo ambayo klabu kama klabu itaweza kutengeneza kipato, au kama tenda ya utengenezaji wa vifaa vya Simba hususan jezi wamepewa agents fulani basi ni vizuri pia agent yawe anapewa miongozo kama hii, ili watu wanapofanya vitu vyao, wanapotaka kununua jezi zao wanazipata kwa njia hiyo hapo. So mimi yangu yalikuwa ni hayo. Kama wewe una mengine ambayo unahisi kwamba kwako kwa upande wako unaona ni muhimu sana yakajumuishwa naye, basi tafadhali dondosha komenti yako hapo chini ili iwe rahisi zaidi. Huwezi jua huu ujumbe utafika wenyewe. Kwa hiyo usisite kuandika maoni yako, kila ambacho unachofikiri kwamba Simba wakifanye, basi itakuwa ni jambo zuri, na panapo majaliwa pia huwezi jua viongozi wengine watakuja hapo, wataona mawazo yako uliyoandika, watachukua na kuweza kuyafanyia kazi. Usipuuze hata kile kidogo. Mimi ninacho kidogo nimekiongea, na nafikiri wewe unayo mengi, unaweza kuyaongea kupitia kwenye eneo la kutolea maoni hapo. Hiyo itakuwa ni njia rahisi na nzuri zaidi. Nitake nini mimi kijana wa Msimbazi? Zaidi nataka nikwambie kwamba pambano letu la ubingwa pambano la ubingwa lile WWE kesho ndio inaanza kupamba moto. Vijana wetu wale ambao hawakawi kurusha mangumi, mateke, wazee wa kulilia penalty, kwa nini sisi tumepewa, tumeminywa, kesho watakuwepo uwanjani. Kiingilio chako tu cha 10,000 au 15,000 kuangalia pambano hilo. Sisi vijana wa Msimbazi hatuna wasiwasi. Tarehe 17 kama sio 18 Alhamisi, tunaenda kuona burudani yetu, na sisi kama sisi ndio vile vyetu vile biashara. Tuna biashara na nyie. Tuonane siku nyingine. Usisahau kusubscribe, share, like and comment. Naitwa CMD Babylon Babylon Sambwana.